Habiba. Baba. Mara ngapi nakuuliza swala la huo ujauzito? Kwa hiyo leo nataka kujua hawa watu wawili nani mimba yake? Ninapokuuliza nijibu. Habiba. Baba. Nakuuliza tena, kati ya hawa watu wawili hawa nani mwenye mimba yake? Habiba mwanangu. Sasa nataka kujua, Balawa ulishawahi kulala naye kitanda kimoja? Ndio baba. Na Mapoi nayo umeshawahi naye kulala naye kitanda kimoja? Ndio baba. Habiba mwanangu. Habiba! Wewe hawa wote umelala nao? Ndio baba. Balawa, Mapoi, sasa nisikilizeni. Ninyi watu wawili, hii mimba ni ya kwenu. Nini? Sasa mimi hujasikia nilichosema? Mimba ile ni ya kwenu. Wewe umelala na binti yangu kitanda kimoja, Balawa amelala na binti yangu kitanda kimoja. Ile mimba ya kwenu. Mtaihudumia ile mpaka atakapojifungua. Mimi hapa wewe usiniletee ujanja ujue. Ujanja mimi siutaji wewe. Wewe unajiona mwongeaji sana kwa sababu binti yangu amekuja hapa nyumbani kwako, si ndio? Hii mimba ni ya kwenu na mtailea hii. Hakuna cha mtailea hii mimba mpaka mtoto atakapozaliwa, ndio nitajua baba yake nani. Nitajua kwamba sura hii imefanana na Balawa au imefanana na Mapoi. Kama sura itafanana na Balawa, nitamjua ndio adui yangu. Kama utafanana na wewe, ndio nitamjua adui yangu. Sasa ile mimba inahitaji huduma kuanzia sasa hivi hapa. Yaani nitakapotoa mguu wangu hapa, wewe unahitaji utoe huduma ile mimba, Balawa atoe huduma ile mimba. Na ole watu. Kijiji ni kidogo sana hiki. Hamna jeuri nyinyi ya kunikimbia. Hamna jeuri hiyo. Atakayesubutu, mimba ya Habiba itahamia tumboni kwake. Kama sio kwako wewe Mapoi, Balawa. Kama sio Balawa, kwako wewe Mapoi. Wapumbavu wakubwa. Njoo hapa. Toka nyumbani kwangu. Toka hapa kwa nyumba yangu. Toka. Talea mimba. Utajua mwenyewe. Unakuja kuniharibia siku yangu wewe. Ingia ndani peke yako. Ingia ndani peke yako nani? Mbona umeshindwa kumjibu mzee? Mimi nilikuwa naogopa hapo. Unaogopa? Mbona umeshindwa kumjibu baba yake? Hujulikani. Wewe anakujua nani? Kwenda huko. Wewe unaongea mbele ya baba yake. Nani? Wewe bana hujulikani. Wewe nani anakujua chizi? Tembea huko. Nenda kadai lako huko. Nenda kamdai huyo saa. Ameniharibia siku yangu mimi bana. Siku yangu imeenda vibaya. Mjinga tu. Kuta mambo yako ya ajabu hapa. Utaisha lini tata? Haipo kwenu usoni tata. Hapa kijijini Kilangako. Kilangako. Balawa. Mimi nakupenda sana. Na unajua una maisha magumu. Lakini samani kabisa nikukosi katika maisha yangu. Na sijawahi kuona mwanamume kama wewe hapa kijijini. Balawa, nakupenda mno. Habiba bwana. Nafurahi pia kusikia maneno yako mazuri. Mimi pia nakupenda sana. Naona jinsi gani unavyonivumilia na kunionyesha upendo wa dhati. Lakini ni kuahidi tu kitu. Nadhani ni wakati sahihi sana mimi kujitambulisha kwa wazazi wenu na niweze kufunga ndoa na wewe. Utafurahi? Usijali. Bwana. Ni mwanamke ambaye unanifariji sana katika maisha yangu. Hata mimi pia sijaona mwanamke mzuri kwenye kijiji hiki mwenye tabia njema kama wewe. Bwana. Chochea bwana, njaa inauma. Yes. Utaisha lini tata? Haipo kwenu usoni tata. Hapa kijijini Kilangako. 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 Nini tena jamani? Nahisi kama nina mimba. Una mimba? Ndio. Hiyo mimba ni ya nani? Si yako jamani.
Nimekuuliza hivyo nina maana. Sio, umeelewa? Mimi sio kama nimekataa hiyo mimba. Lakini siku zote anayejua uhalisia wa mimba hiyo ni mama mwenyewe. Bala, hii mimba ni ya kwako. Na laiti isingekuwa ya kwako nisingekuja kukuambia. Yaani nahisi kama unanikosea. Utaisha lini tata? Aibu kwenu usoni tata. Hapa kijijini Kilangako. Kijiji ni kidogo sana hiki. Hamna jeuri nyinyi ya kunikimbia. Hamna jeuri hiyo. Atakayesubutu mimba ya Habiba itahamia tumboni kwake. Kama sio kwako wewe Mapoi, Balawa. Kama sio Balawa, kwako wewe Mapoi. Wapumbavu wakubwa nyinyi. Utaisha lini tata? Aibu kwenu usoni tata. Hapa kijijini Kilangako. 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 Vini mwanangu. Abe. Nimekuita asubuhi hii, kuna mambo nataka nikuelekeze. Ndio. Umri wako bado ni msichana mdogo sana. Hapa kuna vishawishi vingi utavipitia. Sasa unapaswa unisikilize mzazi wako nini na kuelekeza ndani ya maisha yako. Sawa. Dada yako alisema hivi, lakini alichokifanya mimi sasa hivi sina thamani mtaani. Nanyoshewa vidole. Neno langu la mwisho liweke sana akilini ili hapa. Sawa baba. Kama utanisikiliza mimi baba yako, nitakutengenezea misingi mizuri tu na ukaishi vizuri. Sawa baba. Na mtu yoyote hata kama mimi nikiwa nimekufa. Kinyala. Kinyala. Bila ndugu yangu. Poa. Naona umepumzika. Balawa. Vipi? Mambo vipi ndugu? Safi kwema? Shwari. Fresh. Safi kabisa mwanangu. Bwana, niambie. Yangu na jambo limeniumiza akili kweli. Unajua jana nimekuja hapa. Kweli? Nimekukosa. Sasa tuzungumze. Kama jambo hilo ni muhimu. Subiri chukua kitu kwa hapo, ngoja chukue kitu tukae chini. Haya mambo ya kuzungumza juu juu. Sawa. Jambo la msingi sana ndugu yangu. Sawa. Niambie ndugu yangu. Bwana. Ndugu yangu kiukweli na changamoto kubwa sana. Tena afadhali. Changamoto gani Balawa? Na mimi ndio rafiki yako, niambie. Si unajua nilikuwa na mahusiano na yule msichana yule mwanae mzee Mnola yule Habiba. Ulikuwa na mahusiano au una mahusiano naye? Mimi ndio ninachokijua una mahusiano naye. Na mahusiano naye. Si unajua mimi pale ndo nimekufa Najua hilo. Yaani katika wanawake ambao mimi nawakubali katika maisha yangu, Habiba ni mwanamke ambaye napanga naye malengo makubwa. Kuliko Machuki. Machuki nimemkataa. Nimekataa kata. Najua. Kwa ajili ya yule. Tena analazimisha lakini mimi nimekataa kabisa. Sawa. Lakini angalia maajabu. Unajua katikati hapa Habiba alishawahi kuniambia ni mjamzito. Habiba mjamzito? Ana mimba. Mimba yako. Ndugu yangu baba kijacho. Na mimi nikaona sawa. Si jambo zuri bwana kuwa na familia. Sawa. Lakini sasa katikati kidogo hapa tukapotezana. Baada ya muda kuna siku nimekutana naye barabarani. Unajua kuna kihela kidogo aliniomba shilingi 20,000. Sawa. Sasa mambo kidogo unajua kijijini hapa ya kujitafuta. Kwa nilipokutana naye nikamwambia chukua shilingi 10,000, jioni ukija nyumbani nitakupa 10,000 nyingine. Sawa. Lakini wakati anaondoka akili yangu kama ikafanya ikanicheza hivi. Kama machale hivi. Unajua sisi wazee? Nikasema hebu nimfuatilie. Baada ya kumpa 10,000. Bwana kilichokuja kutokea. Nini? Habiba, unaamua kunifanyia hivi mimi? Hivi nifanye nini ili ujue mimi nakupenda? Wewe mbona ueleweki? Kelele bwana wewe. Mama. Oya, kwanza namchukia. Balawa namchukia. Unajua namchukia yule jamaa. Yaani sijui nikwambie nini kuhusu Mapoi rafiki yangu. Ungeniita. Kwanza cha ajabu huwezi amini nilidai mpaka 10,000 yangu. Ile 10,000 nilimpa nikaidai. Iko kitu mimi ndo nanifurahishaga. Nikamwambia wewe unatoa 10,000 yangu. Sawa. Mara baba yake huyu. Mzee Mnola. Mama. Yule mzee namjua, mshenzi wa tabia yule. Nini kilitokea? Kula leki.
Mapoi, unamchukua binti yangu unamuingiza ndani. Mnaenda kufanya nini? Mjibu sasa mzee. Mapoi, mikono yangu inawasha nisije nikakukata kibao. Nataka kujua kati ya wewe na Barawa nani amekuja kumfumania mwenzake? Foka ule mzee kama unavyomjua kafoka. Sasa baya zaidi aliyokuja kuliongea ule mzee Mnola. Kiachana na yote hayo. Lakini ukienda tofauti na misingi inayokueleza mimi, na uhakika utaharibikiwa kama alivyoharibikiwa dada yako. Hapa baba, mimi sipo kama dada. Mimi nasubiri hapa mnicheze, mnitoe ngoma, nikimaliza kitokea mchumba anioe basi. Sawa, kwa kuwa unaniahidi kwa mdomo wako na kinywa chako, nitafurahi sana, ila kama utaenda tofauti na maneno unayoongea nitachukia sana. Na mimi nikichukia babako, unanijua, usinitafute lawama, utahama. Sawa baba. Nyumba utaiona chungu hii. Sawa baba. Nahitaji kucheza ngoma yako mimi yani. Unajua ile ngoma ile yani kunapoicheza mwali anawekwa hapa kwenye bega, yuko juu huko amefungwa hapa, alafu unatengeneza yale madude namna hii. Si ndio? Kwa hiyo nataka ngoma ile ya asili kabisa niliochezwa mimi babako na wewe uchezwe hivyo. Na ngoma yenye heshima. Asiongele swala la mimba binti yake. Pale. Niambie ukweli, kati ya Barawa na Mapoi nani mwenye mimba hii? Pale kimya. Majibu yakawa hakuna. Maana yake Habiba asemi. Mimi si nilijua atanitaja. Ndio. Kakaa kimya. Na si ndivyo mimba yako? Kaja nitaja. Akaulizwa na baba yake. Mapoi umetembea naye? Kasema ndio. Habiba anakuthibitishia. Live. Kaulizwa Barawa umetembea naye? Ndio. Alichokiamua ule mzee sasa. Mzee mafia yule. Nyinyi watu wawili, hii mimba ni ya kwenu. Nini? Sasa mimi hujasikia nilichosema? Hakuna cha mtailea hii mimba mpaka mtoto atakapozaliwa, ndio nitajua baba yake nani. Nitajua kwamba sura hii imefanana na Barawa au imefanana na Mapoi. Na ole watu, kijiji ni kidogo sana hiki. Hamna jeuri nyinyi ya kunikimbia. Hamna jeuri hiyo. Atakayesubutu, mimba ya Habiba itahamia tumboni kwake. Kwanza umelipokeaje? Yaani wewe umelipokeaje? Baada ya yeye mzee kukueleza, na mtambua mzee mshenzi hivi, na akikutingisha na kutingisha, usipokuwa makini unaingia anapotaka yeye. Swali langu, umeipokeaje hii taarifa au hii amri? Mimi bwana, kiukweli kwanza nimeumia, nimemfumania, afu tena ananiambia ile mimba ni ile watu wawili. Elewi, ndio maana nimekuja kwako unishauri. Sasa mimi nikwambia kitu kimoja Barawa. Namfahamu vizuri sana. Yule mzee Mnola ni mshenzi mno. Umeelewa vizuri? Ameshaona hapo kwamba kitu akirudi upande huu labda hapaeleweki, anaamua kuwabebesha wote. Ila Barawa, nataka nikwambie kitu kimoja. Unajua wewe mtu mzima, afu wewe rafiki yangu. Hivi utachukua mimba moja yenye mababa wawili. Hivi hapa kwenye kijiji hiki utaonekanaje? Sisi kama vile ndio tunakulwa. Usije ukaniletea aibu mimi na aibu ukajiletea wewe mwenyewe. Ili jambo naomba nikwambie, usilikubali kabisa. Sio unacheza ngoma, mwali huyo anaonekana ana mimba, midomo ya watu wanakuwa wanachonga huko pembezoni. Mwali yenyewe anachezwa lina mtoto, si una nini, lina mimba. Swala hilo mimi silitaki. Nataka nicheze ngoma ya kizamani. Yaani kutoka pale waseme mzee fulani bwana mwanae kweli amemtunza bwana na mkewe, wamemtunza mtoto wao, umetoka salama kabisa. Ukitaka mwanamke nenda kaoe pale. Sawa baba, mimi mbona sipo kama Habiba? Na msione kama nawafuatilia sana, hapana. Hii ni kwa ajili ya faida ya kwenu nyinyi na heshima ya kwangu mimi baba yenu. Usije ukakana ukafikiria hata siku moja kuna mimba moja yenye mababa wawili. Mimi wakati unaanza kunihadisia hapa, si Habiba kanambia mimba ya kwangu, nilikuwa nafurahi, baba kijacho, si ndio? Haya ndio mambo ambayo tunahitaji tu na familia. Usera una mwisho, si ndio? Leo hii kumbe mimba hiyo sasa inakuwa ya watu wawili. Mimi nataka nikwambie Barawa, yaani komaa ulivyokomaa, swala hili usikubaliane nalo. Mimi nakuelewa rafiki yangu, hata mimi siwezi kukubali. Nakwambia kabisa. Kwanza kanipa maumivu ambayo ni mwanamke nampenda, nimekufumania, namuona kabisa na mwanaume mwingine afu nikubali ile mimba. Habiba, kwanza ni bora basi
ingesikika tu, yuko mwingine yuko sehemu fulani, mwingine yuko sehemu fulani, yani zile zisemekane tu, hamjuani, za chini chini, japo hata watu wakikaa eti tunasikia mimba ile ya watu wawili. Sasa wote mko kwenye kijiji kimoja, wote tukizunguka tumekutana hapa, tena mmekutanishwa basi na baba yake, wote mnakubali mimba muilee kwa pamoja. Hivi ndugu yangu, hii umeiona wapi? Tangu kuzaliwa kwako, mabibi zetu, mababu, yani enzi hizo, ushawahi kusikia mimba moja na baba wawili? Mimi nataka nikwambie tena neno la mwisho kabisa, ili tuachane na hii habari, hii story, maana hii story unajua inaumiza. Umeelewa vizuri baba? Nataka nikwambie hivi, endapo utakubali vitisho vya yule mzee Mnola mshenzi yule, mimi namtambua, ukikubali vile vitisho vyake ukaingia, mimi nakukataa ndugu. Barabara mapoi tata, utaisha lini tata, aibu kwenu usoni tata, hapa kijijini